kuamua kwamba hawatocheza mchezo wao kwa sababu ya udhalimu ambao wamesema kulingana na wao kwamba wamepokea kutoka kwa maafisa wa polisi ambao walikuwa maeneo hayo tangu jana, na pia kutojiandaa vyema, na pia kupewa magwanda ambao wanaostahili kuvaa ili waje wapeane mchezo huo wa kuiga. Kumbuka mchezo wa kuiga wa Echoes of War ni mchezo ambao ulitungwa na aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala, ambaye kwenye muda usiokuwa mrefu pia tutakuwa ni mwenye kuwasiliana naye akiwa katika kituo cha Eldama Ravine kule, ambako wakili wake ambaye ni Kennedy Echesa pamoja na kiongozi wa chama cha DAP ambaye Eugene Wamalwa hivi sasa wako maeneo yale ili kuhakikisha kwamba anapata uhuru, anatolewa. Lakini cha kuuliza hapa ni kwamba itakuwa ameshikwa ama amekamatwa kwa sababu gani? Hayo yote tutakuwa ni wenye kupatiwa, lakini picha unazozipata ni baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa pia wakiimba pale kwenye nyimbo zingine ambazo wakiimba huku. Basi hilo la wanafunzi kutoka katika shule ya wasichana ya Butere wakiondoka, na tunaarifiwa kwamba tayari wameelekea katika shule yao iliyoko katika kaunti ya Kakamega. Tutaendelea kukuarifu na taarifa zinazochipuka, mtazamaji. Tukiwa bado kwenye masuala hayo, ni kwamba mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi amekashifu vikali jaribio la kuzuia wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana ya Butere kuiga mchezo wa Echoes of War, pamoja na kudhalilishwa kwa mwandishi wa mchezo huo wa kuigiza Cleophas Malala. Mwenyekiti huyo ametaja kwamba hatua hiyo ni kama ya kutia wasiwasi na pia ni njia ya kunyamazisha na kuzuilia watu kujieleza kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Tukiendelea na taarifa zaidi, mwandishi wa mchezo wa kuigiza